Kuna siri kubwa ambayo imefichwa ndani ya ubongo wako, kitu ambacho Aristotle alikigundua miaka 2300 iliyopita, lakini mfumo wa elimu hautaki uijue. Sheria hizi tatu ndizo zinazoamua kwa nini unashindwa kufanya maamuzi, kwa nini unajihujumu mwenyewe, na kwa nini unahisi umekwama wakati una uwezo mkubwa. Lakini sheria ya tatu ndiyo master key. Ukishindwa kuielewa hiyo, utabaki kuwa mtumwa wa fikra zako maisha yako yote. Je, uko tayari kufungua gereza hili? Sheria ya kwanza, sheria ya utambulisho, the law of identity. Aristotle anasema, kitu ni kile kile kilivyo. A is A. Hii inaonekana ni rahisi, sawa? Lakini hapa ndipo 99% ya watu hufeli katika maisha ya sasa. Sheria ya utambulisho inamaanisha kuwa ukweli haubadiliki kulingana na hisia zako. Kama wewe ni mtu unayetaka kuwa tajiri, huwezi kuwa tajiri huku unaishi maisha ya umaskini wa kifikra. Huwezi kusema mimi ni mjasiriamali wakati hutengi muda wa kujifunza biashara. Watu wengi leo wanaishi katika crisis of identity. Wanataka matokeo ya upande A, lakini vitendo vyao viko upande B. Akili yako inachanganyikiwa pale unapojaribu kuwa vitu viwili vinavyopingana kwa wakati mmoja. Aristotle anatufundisha kuwa ili ufanikiwe, lazima kwanza ukubali ukweli wako wa sasa bila kuupaka rangi. Kama huna nidhamu, kubali. Mimi sina nidhamu. Hiyo ndiyo identity yako ya sasa. Huwezi kubadilisha kitu ambacho hujakipa utambulisho kamili. Akili yako inahitaji clarity. Bila clarity, utabaki kwenye loop ya kujidanganya. Unasema unampenda mwenza wako, identity A, lakini unamsaliti, action B. Hapa unavunja sheria ya utambulisho. Akili yako inapata msongo wa mawazo, stress, kwa sababu unajaribu kukanusha ukweli. Ili uwe na amani ya akili, lazima vitendo vyako na maneno yako viwe kitu kimoja. Sheria ya pili, sheria ya kutopingana, the law of non-contradiction. Aristotle anasema, kitu kimoja hakiwezi kuwa ndio na hapana kwa wakati mmoja na katika hali ile ile. Hii ndiyo sheria inayodhibiti maamuzi yako, decision making. Kwa nini unajikuta unapanga kufanya jambo asubuhi lakini jioni unaahirisha? Ni kwa sababu ya mental contradiction. Unataka kufanikiwa, ndio, lakini unaogopa kukosolewa. Hizi nguvu mbili zinapokutana ndani ya akili yako, zinatengeneza paralysis. Huwezi kusogea. Akili yako inafanya kazi kama kompyuta. Ukipaa amri mbili zinazopingana, system inajizima, crash. Watu wengi wanashindwa maisha si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wana internal conflict. Aristotle anatufundisha kuwa lazima uondoe lakini kwenye malengo yako. Nataka kuanza biashara, lakini sina mtaji. Hiyo lakini inapingana na utashi wako. Kwenye ulimwengu wa logic ya Aristotle, huwezi kuwa committed na not committed kwa wakati mmoja. Ukichagua njia, lazima uue njia nyingine zote. Hii ndiyo siri ya watu wenye mafanikio makubwa. Wanajua kuchagua upande mmoja na kuuishi kikamilifu. Ukiamua kuwa mwanamichezo bora, huwezi kuwa mraibu wa starehe zinazoharibu afya yako kwa wakati mmoja. Sheria hii inakulazimisha uwe na msimamo, integrity. Kwa nini hii ni ngumu? Kwa sababu akili ya binadamu inapenda comfort zone. Tunataka matokeo mazuri bila maumivu. Lakini Aristotle anakuambia, chagua kimoja, maumivu ya nidhamu au maumivu ya majuto. Huwezi kuwa na yote mawili. Sheria ya tatu, sheria ya kutokuwa na eneo la kati, the law of excluded middle. Hii ndiyo sheria ya hatari zaidi ambayo Aristotle alituachia. Anasema, kitu ni either kweli au si kweli. Hakuna nafasi ya tatu. Katika maisha, hakuna kitu kinachoitwa nitajaribu. Either unafanya au hufanyi. Hakuna katikati. Watu wengi wanapoteza miaka 10, 20 au maisha yao yote wakiwa kwenye eneo la kati, the gray area. Wanangoja wakati sahihi, wanangoja wahisi vizuri, wanangoja support. Aristotle anatuambia kuwa maisha ni binary, 0 au 1. Ukikaa katikati unajidanganya. Akili yako inatumia nishati kubwa sana unapokuwa kwenye neutral. Fikiria gari linalounguruma lakini haliko kwenye gia. Linatumia mafuta mengi lakini halisogei. Hivyo ndivyo unavyofanya unapoishi maisha ya labda au huenda. Sheria hii inakufundisha ujasiri wa kufanya maamuzi, decisiveness. Ukiamua kuanza safari ya kuboresha akili yako, anza sasa. Hakuna nusu-nusu. Aristotle anaamini kuwa ubora, excellence, si tukio, bali ni tabia.
na tabia inajengwa kwa kuchagua upande mmoja kwa 100%. Ukielewa sheria hii, utaacha kupoteza muda, utaacha kusubiri miujiza, utajua kuwa kama jambo halijafanikiwa ni kwa sababu hukuweka juhudi za kutosha upande wa ndio. Hakuna nafasi ya visingizio hapa. Sheria ya excluded middle inakuondoa kwenye umaskini wa kifikra kwa kukulazimisha kuchukua hatua. Maombi ya sheria hii: angalia mahusiano yako, kazi yako na afya yako. Je, uko ndani au uko nje? Kama uko katikati, unajipotezea muda na unaharibu uwezo wa akili yako kutengeneza momentum. Aristotle hakuvumbua sheria hizi kama nadharia tu za darasani, alizivumbua kama mwongozo wa jinsi ulimwengu unavyofanya kazi. Law of identity: kubali ukweli wa nani uliye na unachotaka. Law of non-contradiction: acha kupingana na malengo yako kupitia vitendo vyako. Law of excluded middle: acha kusubiri, chukua upande mmoja na uufanyie kazi kwa nguvu zako zote. Akili yako ni chombo chenye nguvu sana, lakini bila sheria hizi tatu ni kama meli isiyo na usukani katikati ya bahari. Ukianza kuzitumia leo, utaona jinsi ambavyo hofu zako zinatoweka, kwa sababu sasa una logic na clarity. Nataka kusikia kutoka kwako. Ni sheria gani kati ya hizi tatu unahisi imekuwa ikikushinda kuitumia? Andika maoni yako hapo chini na soma kila comment. Na kama bado hujasubscribe, huu ndio wakati sahihi. Bonyeza kengele ya taarifa ili usipitwe na video ijayo itakayokusaidia kupiga hatua nyingine kuelekea toleo lako bora zaidi. Kumbuka, akili yako ndio rasilimali yako kubwa, itunze. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo.